الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، na miongoni mwa wale ambao waliosema hakika sisi ni manasara tulichukua ahadi yao, fanasu hadhan mimma dhukiru bihi, na wakaacha sehemu kubwa katika ile sehemu walioonywa kwayo. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، بس تكتيا كتياو ودوي نتوك إلى يوم القيامة مكسك يا قيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، نقول kidogo atawapeni habari wao Allah kwa yale ambao walikuwa wakiyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kutueleza ahadi ambazo walizochukua ahlul kitab min al-yahudi wan nasara. Tuliona katika aya zilizopita kwa nyuma namna gani mayahudi walipochukua ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bis-sam'i wat-ta'a, wa kumsikia panapo kumsikiliza Allah tabarak wa ta'ala na kumtii. Lakini si mayahudi tu, hata manasara pia walichukua ahadi hii mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na tunapozungumzia mithaq tunazungumzia al-ahad al-muakkad, ile ahadi yenye kutiliwa mkokotezo, ahadi ambayo yenye kutiliwa nguvu. Na ikawa ni vile vile kama walivyochukua mayahudi ahadi hiyo kwa Allah tabaraka wa taala juu ya kumtii Allah na kumsikiliza, manasara nao hivyo. ومن الذين قالوا إنا نصارى، نحن katika wale ambao waliosema hakika sisi ni manasara, akhadna mithaqa, tulichukua ahadi zao, ayu akhadna ala alladhina da'u, na tulichukua vile vile juu ya wale ambao waliodai annahum atba'u al-masih Isa, kwamba wao ni wafuasi wa Masih ambao ni Isa ibn Maryam. Walaisu kadhalika, na wala si kama hivyo wanavyodai, wala si katika wafuasi wao. Allah alichukua nini? Al-ahad al-muakkad, alichukua ahadi yenye kutiliwa mkokotezo, alladhi akhadnahu ala bani Israil, ahadi ambayo tulichukua sisi juu ya wana wa Israili, bi an yutabi'u rasulahum, kwamba watamfuata mtume wao, wayansuruhu, na watamnusuru mtume wao. Lakini mwisho wa jambo walibadilisha, walivunja zile ahadi ambazo walizokiana mbele ya Allah tabaraka. fanasu haddan mimma dhukiru bihi, basi wakaacha sehemu kubwa katika ile sehemu ambayo wameonywa kwayo, wamekumbushwa. falam ya'malu bihi, hawakuweza kuifanyia kazi, kama sana al-yahudi, kama alivyofanya mayahudi. Tukiangalia za nyuma pia mayahudi vile vile waliweza kuvunja ahadi za Allah tabaraka. Na aya ya mwisho ambayo tulimaliziana nayo jana pale Allah aliposema fabima naqlihim mithaqa la'annahum, kwa sababu ya kuvunja kwao ahadi hao mayahudi tuliwalani wao, maana tuliweka mbali, anasema
rehema zetu manake rehema za Allah tabaraka. Waja'alna qulubahum qasiya, na tukazifanya nyoyo zao susuavu, zenye kususua, zenye kuwa ni zito. Yuharifuna alkalima an mawadhi'i, wanayageuza maneno katika Taurati kuyatoa katika sehemu zake. Wanasu hadhan mimma dhukiru bihi, na wakaacha sehemu kubwa katika ile sehemu ambao wao wameonya na kukumbushwa wao na sehemu hiyo. Hawa ni Mayahudi na Manasara nao kwa vile vile. Fanasu hadhan mimma dhukiru bihi, basi wakaacha sehemu ambao wameonywa sehemu hiyo hawakuweza kuifanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'aghrayna bainahum al-adawata wal-baghdha ila yawm al-qiyamah, basi tukatia kati yao uadui na chuki mpaka siku ya kiyama. Ikawa wao wenyewe kwa wenyewe Manasara ndio wenye kusikiana, wao kwa wenyewe Manasara ndio wenye kufanyana uadui, na hii mpaka leo iko. Mpaka leo hiko uadui na chuki, wao kwa wao wanasikiana, na chuki zao ni kubwa zaidi na uadui wao ni kubwa zaidi kuliko hata uadui wetu sisi. Kama vile Allah anasema tahsabuhum jami'an, tawazania ya Muhammad jami'an, kwamba ni wamoja. Qulubuhum shatta, na hali ya kuwa nyoyo zao ziko tofauti. Na tukiwaangalia wale Manasara vile walivyo na wanafanya ibada zao katika makanisa yao, ndio tukayakini yetu tunajengea kwamba wale ni wamoja, lakini mioyo yao iko tofauti. Wanafanyana husda, wanafanyana uadui kubwa tu, na kwamba tunaitumia fursa hii kwa kupeleka mbele Uislamu kwa mbali. Basi tungetumia wasawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un, na punde kidogo atawapa habari wallah, atawapa habari Allah hao Manasara bima kanu yasna'un, kwa wale ambao walikuwa wakiyatenda. Na hiyo inakuwa ni yaumul hisab wal jazaa, siku ya malipo hiyo, siku ya hisabu. Allah atawapa habari kwa wale yote walikuwa wakiyatenda. Wasayuaqibuhum ala sami'ihi, na atawaadhibu wao Allah juu ya kitendo chao kile wanachokifanya. Ya ahla alkitabi, enyi watu mliokuwa kitabu, min alyahudi wan nasara, qad ja'akum rasuluna, hakika amewajilieni nyinyi mtume wetu wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum, anawabainishieni mtume huyo mengi katika yale ambayo mlikuwa nyinyi tukhfuna min alkitab, mnayoyaficha katika vitabu. Wayafu an kathir, na anasamehe mengi, ameyasamehe na kuyafumbia macho. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, hakika kimewajilieni, maana kimewajilieni kutoka kwa Allah nuru, mwangaza, na kitabu chenye kubainisha kila kitu. Hapa wanaambiwa Mayahudi na Manasara walikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume wa Allah amewajieni nyinyi na anawabainishieni nyinyi kwa yale ambayo alikuwa mkiyaficha. Na miongoni ambao walikuwa wakiyaficha Mayahudi ni katika masala ya rajmi, masala kwamba anapofanya machafu kwa wao na kwa Mayahudi na Manasara, nini hukumu yao kupitia vitabu vyao, ili alikuwa wakificha. Lakini kumbe Taurati na Injili imeshazungumza kama mwenye kufanya machafu kwa Taurati kwamba mpaka kama ilivyozungumza Qur'an, kile alikuwa maandishi yao kwa watu. yule man kafara birrajul kafara bilquran min haythu la yashur, yule mwenye kukanusha aya za rajul, basi huyo moja kwa moja amekanusha Qur'ani pasi na mwenye kutambua. Kalamu ibn Abbas, haya ni maneno Abdullah ibn Abbas. يا أهل الكتاب أني واتم لكوا كتاب، بمعنى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أني واتم لكوا كتاب كما يهودنا ونصارى. قد جاءكم رسولنا، حقيقة أمي وجياني إني متمويت أمير محمد صلى الله عليه وسلم، أمي وجياني يبين لكم كثيرا هل يقوى أنا وبينشيني من جدو مما كنتم تخفون من الكتاب، كتالي أمام لكوا نيني كيا فتشا
katika kitabu kwa maana ni katika vitabu vyenu min at-Taurat wal Injil. Kitabu hiki maana ni ismu jins. Taurat inaingia hapa, Injili pia inaingia. Wayafu an kathir, na mtume huyo anayaacha mengi kutokuyazungumza na kuyabainisha, kwa vile inapopelekea hikma hivyo mengi tu anayafumbia macho. Wayafu an kathir, na anayaacha mengi kutokuyazungumza katika vitabu vyenu. Qad ja'akum min Allahi nurun, hakika imewajilieni kutoka kwa Allah nuru, bi maana mwangaza, wa kitabu mubin, na kitabu chenye kuweka wazi kila kitu, wa huwa al-Qur'an al-Karim, na ni Qur'ani tukufu. Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'ani, ma farratna min al-kitab min shay, hatujawacha sisi katika kitabu chochote. Maana kila ambalo ni halali Allah kalibainisha, na lile ambalo ni haramu vile vile Allah kaliweka wazi. Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam, humuongoa kwa kitabu hicho Allah yule atakayefuata radhi zake, subul as-salam, humuongoa katika njia za amani. Wayukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na anawatoa wao kuwatoa katika giza kuwapeleka katika mwangaza, biidhnihi, kwa idhni yake Allah tabaraka. Wayahdihim ila siratin mustaqim, na huwaongoza wao katika njia iliyonyoka. Manake Allah tabaraka wa taala kwa kupitia kitabu chake alichokiteremsha ambacho ni Qur'an, na huwaongoza waja wake na kuwatoa katika viza vya ushirikina, kuwatoa katika viza vya upotevu, kuwatoa katika viza vya bid'a, kuwapeleka katika viza vya haki na Uislamu na Sunna. Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam, humuongoa kwa kitabu hicho Allah, humuongoza kwa kitabu hicho Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam, yule atakayefuata radhi zake Allah atamuongoza katika njia ya amani, njia ya salama, ambayo ni njia ya Uislamu. Wallahu yad'u ila dar as-salam, Allah anawalingania waja wake katika jumba la amani. Jumba la amani ni pepo, na njia za amani ni hizo zinazokusudiwa. Wayukhrijuhum min adh-dhulumat, na anawatoa wao kutoka katika viza vya ujinga, vya ukafiri, vya ushirikina, ila nuru, kuwapeleka katika mwangaza, wanakuwapeleka katika imani, nuru al-iman. Wayahdihim ila siratin mustaqim, na anawaongoza wao katika njia iliyonyooka. Ay yahdi Allah bihadha al-kitab al-mubin, Allah anawaongoza au anamuongoza kwa kupitia kitabu hiki ambacho kilichokuwa wazi. Man ittaba'a ridha Allah ta'ala, yule atakayefuata radhi za Allah aliyokuwa anamuongoza katika nini? Turuq al-amn wa salama, anamuongoza katika njia za amani na salama. Na njia ya amani ni Uislamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, manake kama taneni na kama ya Allah yote, hablullah wal islam, sawa. Wayukhrijuhum min adh-dhulumat, na anawatoa wao kutoka katika viza, ay min dhulumati al-kufr, watoa katika viza vya ukafiri wa shirki, na katika viza vya ushirikina wal bid'ah, na katika viza vya bid'ah. Wayukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, kuwapeleka katika nuru, mwangaza wa imani. Wayahdihim ila siratin mustaqim, na anawaongoza wao katika njia iliyonyooka, bimaana wayuwaffiquhum ila dinihi al-qawim, na anawafikisha wao katika dini iliyonyooka. Allah tujalie ni katika wale watakaofikishwa katika Uislamu. Laqad kafara alladhina qalu, na wallahi hakika wamekufuru wale ambao waliosema inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, kwamba Allah ni Masihi mwana wa Maryam. Wanaona kafiri sana, na mwenye itikadi kama hizi ni kafiri. Mwenye kuitakidi kwamba Isa ni Allah, Isa ni ilah, huyu ni kafiri. Mwenye itikadi hizi Allah tabaraka wa taala ameapa kwa maneno haya, kutumia wao ametumia lamu al-qasam kufahamisha kwamba qasam ameiondosha Allah subhanahu.
laqad kafara alladhina qalu, wallahi hakika wamekufuru wale ambao waliosema inna Allah wal masih ibn Maryam, kwamba hakika Allah ndio huyo Masihi mwana wa Maryam. Ay laqad kafara an-nasara al-qailun, hakika wamekufuru wale wa Kristo an-nasara wenye kusema bi anna Allah wal masih ibn Maryam, kwamba Allah ndio Masihi mwana wa Maryam. Qul waambie Muhammad, قل وامبيه محمد فمن يملك من الله شيئا, ni nani anayemiliki kwa Allah chochote, in arada an yuhlika al-masih ibn Maryam, pindi atakapotaka kumwangamiza Allah huyo Masihi mwana wa Maryam, wa ummu na mamaye, wa man fil ardi jami'a, na wale wote waliokuwa katika ardhi, kama atataka kuangamiza hawa, nani ambaye atamjia Allah tabaraka wa taala? Kwa hili kuonyesha kwamba huyo Mola wenu ambao mnaoitakidi kwamba huyo ni Isa, huyo kwamba Allah akitaka kumuua nani mtamkuzuia? Qul waambie Muhammad, faman yamliku min Allah shay'a, ni nani atakayemiliki kwa Allah chochote, mwenye uwezo kumiliki kwa Allah chochote? Nani? In arada an yuhlika al-masih ibn Maryam, kama atataka Allah kumwangamiza Masihi mwana wa Maryam, wa ummuhu na mamaake, ومن في الأرض جميعا, na waliomo katika ardhi wote, nani ambaye atakayeza kuzuia hili? Ay qul lahum ya Muhammad, waambie wao Muhammad, li haula'i al-jahala min an-nasara, katika hawa wajinga wa akili katika Wakristo, law kana al-masih ilaha, law kama angelikuwa huyu Masih Isa ibn Maryam ni Mola, kama yad'un, kama vile wanavodai, laqadara, bas angeliweza kuizuia hukumu ya Allah pindi itakapomjia yeye, ihlakihi, kwa kule kumwangamiza yeye, na vile vile kumwangamiza mama yake, wa man fil ardi jamia. Shaka tena kaendelea na maneno akasema, waqad matat ummu Isa, hakika mbona alishakufa mama yake Isa, falam yadfa anha al-maut, na wala hakuweza kumzuia mama yake na kifo. Si Mola yeye, si ni ilah. Mbona mama yake alipofariki, mbona mama yake alipokufa kuweza kumzuia na kila kitu? Au ummu Isa mawjuda? Ghairu mawjuda, hayupo. Sasa mbona huyo ambaye mwanawe anadaiwa kwamba ni ilah, ni Mola, sio? Mbona hakumzuia na hicho kitu? Onyesha kwamba yupo Allah. kadhalika, namna kama hivyo, la yastati'u an yadfa an nafsihi, hawezi huyo Isa kuweza kuizuia nafsi yake. Limadha? Annahuma abidani min ibadillah, kwa sababu hawa wawili ni waja wa Allah katika miongoni mwa waja wake, waja wa Allah. La yaqdirani ala daf'i al-hilak anhuma, hawawezi juu ya kuzuia maangamivu na kule kuangamia kuepukana na wao. Fahadha dalilun, hii ni dalili iliyokuwa wazi wazi kabisa, ala annahu basharun, kwamba huyo Isa ni mtu tu, kasairi bani Adam, kama vile baki ya wana wa Adam, kama vile watoto wa Adam wengine tu waliobakia. Walillahi mulku samawati wal ardh, na ni wa Allah ufalme wa mbinguni na ardhini, wa ma bainahuma, na vile vilivyomo kati yake, kati ya mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, Allah anaumba atakavyo, wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah tabaraka wa taala jua kila kitu muweza. Ibana Allah subhanahu wa ta'ala anaweza navyo. Walillahi mulku samawati wal ardh, ni wa Allah ufalme wa mbinguni na ardhini, maana wa jami'ul mawjudat, yote vinapatikana في السماوات والأرض, mbinguni na ardhini, milku lillah, ni milki ya Allah tabaraka. Maana sote sisi ni wenye kumilikiwa na Allah tabaraka. Hakuna mtu yote atakuja kudai kwamba yeye eti ni Mola, ni muumba, anataka kuabudiwa. Hakuna. Mola ni mmoja, ilahu wahid, Allah ni mmoja peke yake, muumbaji ni mmoja tu. Kuna mwingine yote atakudai maneno kama haya, na huyo atakudai maneno wao muongo. Yakhluqu ma yasha, Allah ndiye aumba atakavyo. Yakhluqu ma yasha, Allah anaumba atakavyo. Wa huwa ala, wallahu
wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah juu ya kila kitu muweza, bimaana wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah tabarak wa taala juu ya kila kitu muweza, bimaana ana uwezo nake. وقالت اليهود والنصارى ولسما ما يهود وما نصارى نحن أبناء الله وأحباؤه sisi ni wana wa Allah na ni vipenzi vyake. Wana maneno kafiri. Qul waambie Muhammad, falima yu'adhibukum bidhunubikum, bas kwa nini anawaadhibuni nyinyi Allah kwa sababu ya madhambi yenu? Mbona Allah anawaadhibu nyinyi kwa sababu ya madhambi yenu tunayofanya? Bal antum basharun mimman khalaqa, akilia mbali hayo, nyinyi ni viumbe tu katika vile ambavyo alivyoviumba Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, humsamehe Allah humtakaye na anamuadhibu Allah anemtaka. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, ni wa Allah ufalme wa mbinguni na ardhini na vilivyomo katika mbingu wal ardi, wa ilayhi al-masir, na kwake yeye ndio marejeo ya kila kitu. Haya ni maneno ya Mayahudi na Manasara, eti kujinasibisha kwamba wao ni watoto wa Allah na Allah kwa kwani vipenzi vyao. Amefanya nini Allah mpaka kwani vipenzi vyake? Vipenzi vya Allah vinajulikana, awliya Allah hum muttaqun, vipenzi vya Allah ni wale wenye kumcha yeye. Rafiki wa Allah pia wajulikana, si hawa. وقالت اليهود والنصارى, na walisema Mayahudi na Manasara, nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu, sisi ni wana wa Allah na ni vipenzi vyake. Sheikh wangu anasema hapa, wada'ama al-yahudu wan-nasara, walidai Mayahudi na Manasara annahum abna'u Allah wa ahibba'uhu, kwamba wao ni wana wa Allah na ni vipenzi vyake. Qul waambie Muhammad wao, qul lahum ya Muhammad, falima yu'adhibukum bidhunubikum, bas kwa nini anawaadhibu nyinyi Allah kwa sababu ya madhambi yenu? Bimaana fali ayi shay'in, bas kwa kitu gani? Yu'adhibukum bidhunubikum, Allah anawaadhibu nyinyi kwa madhambi yenu. Falau kuntum law ungekuwa nyinyi babahu, kwamba ni vipenzi vyake, ma adhabakum, bas Allah tungewaadhibu nyinyi. sawa. Fallahu la yuhibbu illa man ataa, Allah hampendi isipokuwa yule ambaye atamtii yoyote katika viumbe vyake, katika waja wake. Atakayemtii Allah, basi Allah ndiye ataweka mapenzi yake kwa sisi. Atakayemuasi Allah, basi Allah atakuwa na mbali. Bal antum basharun mimman khalaqa, asilia mbali, nyinyi ni watu, ni viumbe katika vile ambavyo alivyoviumba Allah tabaraka. Na ni mfano wenu mfano wa wanadamu wengine. Yaghfiru liman yasha, Allah humsamehe yule amtakaye, wa yu'adhibu man yasha, na Allah humwadhibu yule amtakaye. Walillahi mulku samawati wal ard, na ni wa Allah ufalme wa mbinguni na ardhi, wa ma bainahuma, na vilivyomo katika mbingu na ardhi. Wa ila Allahi al-masir, na kwa Allah tu ndio marejeo ya kila kitu. Fayahkum baina ibadihi, Allah atahukumu kati ya waja wake. Wayujazi kullan bima yastahiq, na atamlipa kila mmoja kwa kile kinachostahili kwa yeye. Ya ahla alkitab, enyi watu mliokuwa kitabu. Bado Allah na Mayahudi na Manasara, qad ja'akum rasuluna, hakika amewajieni nyinyi mtume wetu, anakusudiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum, hali yakuwa anawabainishieni nyinyi, ala fatratin min ar-rusul, baada ya kukatika kipindi cha mitume, baada ya kukatika kipindi cha mitume, an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir, sije mkasema kwamba hajatujia sisi min bashirin, yule mwenye kutupa habari njema, wala nadhir, wala yule mwenye kutufisha, sije mkasema sisi kwa kiapo. Faqad ja'akum bashirun wa nadhir, bas hakika amewajieni nyinyi bashirun, yule mwenye kuwapa habari njema, wa nadhir, na yule mwenye kuwafundisha. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah jua kila kitu ni muweza. Hapa wanaambiwa Mayahudi kwamba mitume iliyopita mbalimbali, alafu hapa katikati hapa mpaka katika kwa muda mrefu sana ikawa Allah hajaleta mtume, alafu baada hapo Allah akamleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nao walikotoa ile i'tibar kutoa nyongo kwa wajawake kwa umati wake. Ya mtu baadaye akaja kusema kwamba wote tulikuwa tukiishi lakini alikuwa hatujui, hakuna mkufishaji alichokufisha na adabu za Allah na kutoka sheria pepo zake. Sina maneno kama kwa maana kaleta mtume wa mwisho ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mitume yote nyuma iliyopita huko nyuma, lakini akakamilisha na mtume khatamul anbiya khatamul mursalin. يا أهل الكتاب أين ملوكوا كتاب بمعنى يا أيها اليهود والنصارى أين ما يهود ونصارى قد جاءكم رسولنا حقيقة أمي وجرياني نمتمويت أمين ناني محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم حال يقوى بين شيئين وبشرين الحق والهدى وبين شيئين حق ووقوف محمد كذا حق كذا ووقوف على فترة من الرسل baada ya kukatika mitume, baada ya kupita kipindi cha mitume. Na ahli alilm wanasema ani mtume ule wa mwisho kabla Muhammad mpaka kuja mtume Muhammad sallam, kipindi hapa kilichopita takriban kama miaka 600, wengine wanasema kama miaka 500 60, wengine wanasema 540 au siku nyingi ndio 900 na wengine wanasema 520. Ilipita miaka hii ndio akaja mtume sallallahu alaihi wasallam, tokea mtume wa Bani Israila ambaye wa mwisho na kuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa katikati kulipita miaka hii, ndio maana ala fatratin min ar-rusul, juu ya kupita kipindi cha mitume ambao ni mitume wa Bani Israila kwa mtume hapa. sawa, ambao mtume wa mwisho ni Isa ibn Maryam, ambaye ni mtume wa mwisho wa baada ya Isa akaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sio baada ya Musa ni Isa. Baada ya Musa kuna mitume mingi zilizopita, labda akaja Isa. Kwa baada ya Isa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhani sawa. Antaqulu sija mkasema nini ma jaana min bashir wala nadhir, kwamba hajatujia sisi yule mwenye kutupa habari njema na yule mwenye kutufundisha. Sija mkasema neno haya, la udhra lakum ba'da irsalihi ilaykum, hapana nudhuru yoyote kwa nyinyi baada ya kupeleka kwake Allah mtume kwa nyinyi ambaye ni mtume Muhammad. Faqad ja'akum bashirun wa nadhir, bas hakika amewajilieni kutoka kwa Allah mtume mwenye kuwabashiria nyinyi habari njema kwa yule atakayeamini, wa nadhir, na mtume mwenye kuwafundisha nyinyi na moto wa Allah wale mwenye kumuasi. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah tabarak wa taala ndio kila kitu kumweza, min iqabil aasi, katika kule kumwadhibu yule mwenye kumuasi, wa thawabi mutii, na katika kumlipa yule mwenye kutii, ana uwezo nalo. وإذ قال موسى لقومه, نقبك أي محمد زمان لقسم موسى قوامبيا جماعة يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم, إن جماعة ذكبكين نعمة الله ذلذوق وجوين, إذ جعل فيكم أنبياء زمان الفجالية ونيني منبي, وجعلكم ملوكا نأكوجاليني ملوكا نوتوالا, وآتاكم نأكوبنيني ما لم يؤت أحدا من العالمين, يلي أمار حاجة مبايوتك في كوونوين وزمزاو. Sawa, nao hii ni habari nyingine Allah tabarak wa taala anataka kueleza hapa, ambao ni Musa pamoja na waja wake, na kuonyesha kwamba katika Bani Israili, katika neema ambazo Allah tabarak wa taala miongoni walizopewa katika neema za Allah ni kuwa baada ya kufa mtume alipomtume, baada ya kufa mtume alipomtume, mtume akiondoka jambo kiondoka mtume wa jambo. Hii ni katika neema ambazo zilikuwa na watawala wafalme mbalimbali wanapewa. Sawa, hizi ni neema. Kwa hiyo wanakumbushwa kwamba kumbukeni neema hizi. Wakati katika umati huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume ni mmoja, mtume alikuwa ni mmoja, sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walobakia wote ni wawakilishi wa Mtume Muhammad, wanamwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake.
وإذ قال موسى لقومه نقبك يا محمد زمان لكتب موسى kuambia jamaa zake ay wasku ya Muhammad نقبك يا محمد إذ قال موسى عليه السلام لقومه زمان لكتب موسى رحمنا amani zake kuambia jamaa zake sawa ya qaumi اذكروا نعمة الله عليكم enyi jamaa zangu kumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu neema hapa ni mufrad basi na watu wa wanasema al-mufrad al-mudaf al-mufrad al-mudaf يفيد العموم اسم المفرد likifanywa idafa basi maana kwa neema Allah mudaf na mudaf ilayhi sawa kwa maana tunaenea neema za Allah zote zingia ambazo tunaeleza kama basi hadi maneno ya usuli يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم أن جمازان كبكيني نعمة الله زلزوك وجويني بمعنى يا بني إسرائيل إني وانا وإسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم كبكيني نعمة الله زلزوك وجويني إذ جعل فيكم أنبياء زماني الفجالية الله ونميه منبيه بمعنى إذ جعل فيكم أنبياء منبيه بني بالي وجعلكم ملوكا نأك وجاليني وتوالى من وصلت تملكون أمركم فمن ملك مبوين بعد أقوانين نوين kumilikiwa katika utawala wa Firaun ikawa Allah kamuondosha Firaun kupitia Musa alafu akawafanya ni wafalme mnajitawala wenyewe kwa wenyewe katika mambo yenu sawa وآتاكم أتوفني دين الله كتك نعمة ذاتي مالي ما لم يؤت أحدا من العالمين كتك يالما موانبا حجم فيوتي كتك وولموين وزمزين أنا كنا نعمة مالي من الزفير يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة إني جمازان إنكيني كتك الأرض تكفيف أمبني أرض يا شام waambie kwamba ingieni katika ile ardhi al-muqaddasa ardhi takatifu ardhi ya Sham katika Beit al-Maqdis ingieni pale Beit al-Maqdis ni mji ulikuwa ukitawaliwa na watu wa huko kwa walikuwa watu kuukomboe kwa hiyo kutoka amri kutoka mbinguni kuamrishwa Musa na wafuasi wake waingie kupambana kutoa utawala wa kidhulma pale ulikuwa katika Beit al-Maqdis الذي كتب الله لكم ardhi ambayo kataba Allah lakum ameifaradhisha Allah kwa ajili yenu maana ndio mna haki kukaa katika kama hivi wala tasaddu ala adbari na wala msirudi nyuma maana msikimbie fatanqalibu khasirin basi mtarudi hali ya kupata hasara maana hapo anatakiwa kupambana kuikomboa Beit al-Maqdis jihad sahihi wana jihad sawa naam kama vile masahaba walipofaradhishia jihadi ya ghazwa ya Badr wale masahaba walikuwa wenyewe wakitamani al-'ir wakitamani sana 'ir sawa Allah akawapelekea nabii inakuwa tamani sana wale bidhaa na zile gawira safara ule Quraishi mali zilizopatikana kula kwa tamani sana Allah akapeleka kwenye vita وتقف وفضان بالجهاد يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة إلي ما زانوا إليني كأرض تكفيف معنى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة إلي ما زانوا إليني كأرض تكفيف أي المطهرة إلي طهاري شوى الأرض المقدسة أرض إليني متقصوى هناك تكفيف صار وهي بيت المقدس وهي بيت المقدس وصار ناني الجمبة اسمها بيت المقدس هناك مضاف ومضاف أما تفضل صفة والموصوف اسمها البيت المقدس واسمها البيت المقدس البيت المقدس بيت المقدس البيت المقدس لنفسهم وما حولها كانوا yake anaingieni katika mji wa Beit al-Maqdis kando yake pia na kile vijiji vyake vingine pia
ingieni mtoe ule utawala wa kidhulma. Allati, ardhi ambayo kataba Allahu lakum, ameiandika Allah kwa ajili yenu, bimaana amefaradhisha Allah ardhi hiyo kwa ajili yenu, nyinyi ndio mwenye haki kukaa katika ardhi ile. Bimaana allati wa'ada Allahu an tadkhuluha, ardhi ambayo ameahidi Allah kuingia ardhi hiyo. Watuqatilu man fiha min al-kuffar, na mpambane kupigana vita, kuwapiga vita wale waliomo katika ardhi hiyo min al-kuffari, katika makafiri. Wala tartaddu ala adbari, na wala msirudi nyuma yenu, maanake wala msirudi nyuma, bimaana msikimbie, bimaana wala tarji'u an qitali, na wala msirudi mkata kupigana vita na wale wenye nguvu. Fatanqalibu khasirin, basi mtarejea yenye hali ya kuwa ni wenye kupata hasara, tena hasara yenyewe ndio kuipata nyinyi hapa duniani na kesho akhera. Qalu, wakasema ya Musa, ewe Musa, inna fiha qauman jabbarin, hakika mna katika ardhi hiyo watu wenye nguvu. Wa inna lan nadkhulaha, na hakika sisi hatutoingia ardhi hiyo, hatta yakhruju minha, mpaka watoke humo. Fa in yakhruju minha, na kama watatoka humo, fa inna dakhilun, basi hakika sisi tutaingia. Maneno dhaifu kabisa, wanaita kwamba hawa mabwana wameonyesha uoga, wameonyesha udhaifu, manake wanaogopa kafiri. wapi ile maana al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'min al-dha'if? Kwa maana maneno haya kwa na mtanuzi uliokumbe ni sasa. Sisi vifaa zetu vya kisasa tumepa maneno mengi, fasaruna maneno mengi sana. Kusoma hatutaki kusoma dini yetu jamani, sawa? Uislamu wetu tunashinda nao, tulichokuwa nacho hivi sasa maneno mengi. Tunataka maneno sasa, hapana. Kila mmoja ni shekhi, kila mmoja atuwafata, lakini leo kama utaangalia huyu kabisa wapi, angalia sisi tunataka kusoma kisha juzu ya amma tukashamaliza, lakini kubiza masuala ya elimu hiyo hadi ndio tunafikia huko. Qalu, wakasema ya Musa, ewe Musa, inna fiha qauman jabbarin, hakika pana katika ardhi hiyo, maana kila al-ardh al-muqaddas, qauman jabbarin, watu wenye nguvu. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, na hakika sisi hatutaingia ardhi hiyo mpaka watoke humo. Maana hiyo wale watoke wenye nguvu hapo waingie, sababu kashashika mamlaka yake katika vita. Bwana yani hawa tena sio kama labda hawa ni kuna nani, ni wale wafuasi wa Musa. Unajua labda hawa ni nani kuna nani? Ni wale atba'u Musa. Johara ndio maneno haya. Fa in yakhruju minha, na kama watatoka wao, fa inna dakhilun, fatakatisu tutaingia humo. Qalu ya Musa, inna fiha qauman, hakika mna katika wao watu ashidda'u aqwiya, watu wakali wenye nguvu. La taqata lana biharbi, hatuna uwezo sisi wa kupigana nao vita. Wa inna lan nastati'a dukhulaha, hakika sisi hatutaweza kuingia. Wa hum fiha, na aliyakuwa wao wamo huko. fa yakhruju minha fa inna dakhilun. sawa. Qala rajulani min alladhina yakhafun, sawa. Wakasema watu wawili katika wale ambao yakhafun, wanaogopa bwana wao, ana amallahu alayhima, hali yakuwa amewaneemesha Allah watu hao. Udkhulu alayhim albab, ingieni kwa wao katika ule mlango, ingieni pale. Fa idha dakhaltumuhu, na pili mtakapoingia mlango ule, fa innakum ghalibun, basi hakika nyinyi ni wenye kushinda. Wa ala Allahi fatawakkalu, na kwa Allah tu mtegemeeni. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Ahlu al-ilm wanasema hii ni khutba ya Yusha bin Nun, sasa pamoja na yule mwenzake Khalid. Hawa waliweza kuwahutubia wenzao. Musa na ndugu yake Harun wametulia.
washangaa mwana hao bwana walikuwa ni wengi kwa sababu kwa jeshi tu kama la jeshi la wengi رجلان الصحابة قول أهل العلم ونسمى موجة يوسف بن موسى قال موسى لفتاه لا أبرح يولد نمذاك كالب حاول ويزق وصولي ويزاع وفبادك وفنفاك قال رجلان من الذين يخافون وكفيما وتووين من الذين يخافون katika wale ambao wanaogopa Mola wao katika Qur'ani nyingine kimekuja min alladhina yukhafun katika wale ambao wanaogopewa wanakuwa wanaogopewa katika watu wao Qur'ani nyingine kimekuja hivi an'ama Allahu alayhima hal yakuwa amewaneemesha Allah wao kuna kama neema bi ta'atihi wa ta'ati nabiyhi neema yenyewe ni kule kumtii Allah na kumtii mtume wake ndio neema alopewa yani walikuwa hawa wanamtii sana Allah na kumtii mtume wao Musa ndio neema ambayo Allah aliwapa waliwaambiaje wenzao udkhulu alayhim albaba ingieni kwa wao katika ule mlango katika lile lango na tunasema pia kwamba miji ya zamani ilikuwa na malango ya kuingilia ilikuwa fence hapo na sehemu ndio unaingia ndio lango unaingia pale miji ya zamani miji ya Madina miji ya Iraq Makka Sham na Bait al-Maqdis hata miji ya kwani pia zamani mrefu kuna malango lazima uingie hapo sawa طيب فإذا دخلتموه نبني mtakapoingia mlango ule fa innakum ghalibun bafakanini ni wenye kushinda أي قال رجلان من الذين يخشون الله تعالى وكفيما ولوتوين أنباء ونمور فالله أنعم الله عليهما هل يقوى الله يعني سواء بطاعته وقمته الله وطاعة نبيه لبني إسرائيل نقول لكم في نبيك الله بين موسى كزمن إسرائيل ادخلوا على هؤلاء الجباريين إنجيني كتهوا وجنبوه باب مدينته ingieni katika ule mlango wa mji wao lango la mji wao kuingilia afdam bil asbab sawa kwa kukamatana na sababu manake watukomo na mapanga yenu na nini alafu mnaingia sawa fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun ay fa idha dakhaltum al baba bidi mtakapoingia ule mlango ghalabtumuhu mtawashinda wao kwa mnakuwa na hofu manake wanawasili حرير وهبطيطة ضيط وعلى الله فتوكل نقول الله توحد يكوى فكرة بس متجمعيني إن كنتم مؤمنين إكوانين وينكم مؤمنين الله نمسميوات بمعنى إن كنتم مصدقين رسوله إكوانين وينكم مصدقين شمجميوات فيما جاءكم به كتكالي أما أدي والدين عاملين بشرعه كما إكوانين وينكم يفنيكات شريعات majibu yalikuwaje sababu mabwana alitoa dawa kama nafaa sawa naomba Allah tabarak wa taala tufikishe katika haya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk